Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ninakusalimu kwa jina alipitalo majina yote. Hii ni Mei 8 ya mwaka wa 2025. Na tunaendelea kujifunza Mwinue Yesu Juu. Masomo haya ya Kesha la Asubuhi kwa mwaka huu. Leo tunaenda kuiangazia mada isemayo Amri Kuu ya Kwanza. Tuombe. Baba yetu mtakatifu ketie mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa namna ya pekee ambavyo umedumu kumlinda na kumtunza kila mmoja wetu. Asante kwa ajili ya nafasi ya pekee ambayo umetupatia tuje tujifunze neno lako. Tunakushukuru kwa sababu utaongoza kujifunza kwetu. Asante kwa sababu ya afya njema. Asante kwa sababu ya shughuli mbalimbali ulizozibariki tulipozifanya. Zaidi sana endelea kutembea na kila mmoja wetu, ukimfundisha kuyatenda mapenzi yako, ukibariki juhudi zake na ukimpandisha hata viwango vya juu. Ila ombi letu katika jina la Yesu. Amina. Mada hii yasema amri kuu ya kwanza. Marko sura ya 12 aya 30 inasema, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Niliona kwamba chochote kinachogawanya upendo au kuondoa kutoka moyoni kumpenda Mungu kwa hali ya juu, au kuzuia imani isiyo na kikomo na imani kamili kwake, hutoa tabia na kuchukua sura ya sanamu. Nilielekezwa kwenye amri kuu ya kwanza, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hairuhusiwi kutenganisha upendo wetu kwa Mungu. Hakuna kinachopaswa kugawanya upendo wetu mkuu kwa ajili yake au furaha yetu ndani yake. Nia yako, matakwa, mipango, matamanio na raha zako zote lazima ziwe chini ya utii. Una kitu cha kujifunza ili kumtukuza Bwana Mungu moyoni mwako, katika mazungumzo yako, katika matendo yako yote. Na ndipo Yesu anaweza kukufundisha na kukusaidia unapotupa nyavu yako upande wa kulia wa meli ili kuipeleka ufukweni ikiwa imejaa samaki. Lakini pasipo msaada wa Yesu katika kutupa nyavu yako, unaweza kufanya kazi majuma, miezi na miaka bila kuona matunda mengi ya kazi yako. Jifunze mwenyewe, ijaribu kila nia, tafuta kumwonesha Yesu. Testimonies for the Church, gombo la kwanza, ukurasa wa 436 na 437. Mtu anapoondoa utu wake, wakati kila miungu ya uongo inapotupwa nje ya nafsi, ombwe hilo linajazwa na miminiko wa Roho wa Kristo ndani yake. Mtu wa namna hii anayo imani inayoitakasa nafsi kutokana na unajisi. Yeye anakubaliana na Roho na anayafikiri mambo ya Roho, haiamini nafsi yake. Kristo ni yote na katika yote. Anapokea kwa upole ukweli unaofunuliwa daima na kumpa Bwana utukufu wote akisema, Mungu ametufunulia sisi kwa Roho wake. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, ili kwamba tupate kuyajua yale tuliyokirimiwa na Mungu. Gospel Workers, ukurasa wa 287. Sauti iliyozungumza na wana wa Israeli kutoka Sinai inaongea katika siku hizi za mwisho kwa wanaume na wanawake ikisema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Kutoka 20 aya 3. Sheria ya Mungu iliandikwa kwa kidole chake mwenyewe kwenye mbao za mawe. Hiyo ikionyesha kwamba kamwe haiwezi kubadilishwa au kutanguliwa. Inapaswa kutunzwa katika zama zote za umilele, kama kanuni zisizobadilika za serikali yake. Wanadamu wameweka mapenzi yao kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini hili haliwezi kunyamazisha maneno yake ya hekima na amri
Ingawa wanaweza kuweka nadharia zao za kubahatisha kinyume na mafundisho ya ufunuo na kuinua hekima ya kibinadamu juu ya wazi kwamba Bwana asema hivi. Counsels to Parents, Teachers and Students, ukurasa wa 248. Roho ya kuupenda ulimwengu inaweza kuwachafua wengi na kuwatawala wachache. Kusudi la Mungu linaweza kushikilia msingi wake kwa bidii kubwa na dhabihu ya daima, lakini mwishowe ukweli utashinda kwa utukufu. Prophets and Kings, ukurasa 186. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.